Afrika Kusini ni sehemu pekee ambayo Watanzania wana access kiurahisi kuliko dunia nyingine yoyote ambayo imeendelea. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana kwa Watanzania kulijua hilo, ili kila kitu kinachofanyika lazima kifuatane na hali halisi ya kutatua matatizo ya Watanzania wanaoishi Afrika Kusini. Ni wengi sana. Afrika Kusini ndio nchi pekee yenye Watanzania wengi kuliko nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo tunastahili kuwa na chama kimoja ambacho kitaunganisha vyama vyote kushughulikia matatizo ya Watanzania Afrika Kusini. Hiyo ndio ndoto yangu, na ndoto itatimia, na ndoto imeshatimia tayari. Ndiyo, kwa sababu hata jana nimeona baadhi ya watu wametoa maoni mbalimbali kwa Mheshimiwa Balozi, na inavyoonekana wewe pia kwa upande wako una mchango mkubwa sana, kwa sababu umeniambia hapa au umewaambia Watanzania kwa ujumla kwamba wewe ni muasisi wa TIC. Wewe ni muasisi, yani kwamba wewe swala lako la uongozi haujaanza jana wala juzi. Yani wewe unakwenda uongozi mpaka sasa hivi upo kwenye uongozi. Kwa hiyo hilo kwanza naweza kukupa hongera kwa hilo ambalo ulilofanya mpaka muda huu. Swali langu moja. Kwa uzoefu wako wa uongozi jana, lakini nafikiri hili kidogo litakutoa wewe nje kidogo, sababu nadhani halitokuhusu sana wewe. Kuna kiongozi mpya wa Takope, wa Takosa, ambaye yule mtu ana uongozi mwingine huku nyuma Takope, na vyeo vyake vinafanana vile vile. Huku ipo kama mwenyekiti na huku pia ipo kama mwenyekiti. Je, ukiwa kama kiongozi mkongwe, hii sheria inaruhusu kuwa hivyo au katiba inaruhusu kuwa hivyo? Ni swali zuri sana ndugu yangu Ndevu, ni swali zuri kwa sababu hizo ndio changamoto. Hata katika katiba ambayo ipo hapa ya Takosa, nimeshiriki kwa karibu sana kuitunga hiyo katiba. Ndio. Kwa vipengele vingi na vielewa kuhusu katiba, kwa sababu nimeshiriki, nilikuwa kwenye kamati ya utungaji wa hiyo katiba. Ndio. Kwa swali lako nadhani nitalijibu vizuri sana kwa sababu katiba naielewa vizuri. Katiba hii ya Takosa iko wazi. Ndio. Kwamba katika vyeo vikubwa vya wenyekiti, katibu mkuu, unapopata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Takosa, ndio, una siku 21. Ndani ya siku 21 kwamba unafanya ile transition, kwamba unakabidhi kile cheo ulichokuwa nacho kwenye chama chako kile kidogo kwa aidha makamu wako mwenyekiti au kufuatana na katiba yenu ya hicho chama mnavyoendesha, kwamba namna gani mwenyekiti atapatikanika pale mwenyekiti anapoachia. Ndio. Ili kumpa mwenyekiti muda na wakati mwafaka kushughulikia masuala ya Takosa ipasavyo. Sababu unapokuwa mwenyekiti wa Takosa alafu tena huku ni mwenyekiti wa chama, ndio maana nikauliza, kwa sababu itakuwa ni swala gumu, kwa sababu ni vizuri kama ambavyo katiba inaeleza, iko wazi kabisa. Kwa sasa mwenyekiti huyo ambaye ni mwenyekiti wa Takosa sasa, ndani ya siku 21 atakabidhi wenyekiti wa Takope kwa mwenyekiti au kaimu mwenyekiti au makamu mwenyekiti kufuatana na katiba ya Takope itakavyoelezea, ili awe makini katika swala zima la kushughulikia masuala ya Takosa. Ya Takosa. Hapo kama nilivyoeleza jana, kama ambavyo tupo Takosa inahitaji mambo mengi. Ndio. Sasa mbali na uzoefu kwenye masuala ya uongozi wa vyama vya Kitanzania kama nilivyokuelewesha hapo, vile vile mimi ni katibu mkuu